binti, ushauri wako unapataje kutoka kwa nani? Na baada ya kupata ushauri unapata matokeo gani? Kwa sababu Biblia inasema kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Soma kwenye kitabu cha Mithali 11 mstari wa 14. Ushauri ni kitu ambacho kimeandikwa kwenye Biblia na watu mbalimbali walienda kuomba ushauri kwa watu mbalimbali kwenye Biblia. Tunaona hata kwa watu ambao mmesoma kitabu cha Wafalme, mtakuwa mnaona wafalme wengi walikuwa wanasema nenda kaniulizie kwa nabii Yuda, nenda kaniulizie kwa nabii huyu, ukija tumuulize Debora. Kwa lugha rahisi, walikuwa wanataka ushauri ambao ungeweza kuwasaidia. Ndio maana nimekuuliza leo hii, ni watu gani ambao wanaokushauri wewe? Ni nani anayekushauri wewe katika mambo yako? Kwa sababu wanaokushauri wana uwezo wa kujenga au kubomoa kwenye maisha yako. Biblia inasema enenda na rafiki wenye hekima na utakuwa mwenye hekima, bali rafiki wapumbavu utaumia. Mithali 13 ule mstari wa 20. Kwa mtu anayekushauri wewe ana uwezo kabisa wa kukufanya ukaendelea mbele au kurudi nyuma. Wengi mmeacha ndoa, mmeacha kazi, mmeacha masomo, mmeacha biashara kwa sababu ya ushauri mbaya wa watu fulani. Lakini wengi mmepata vitu vizuri kwa sababu ya ushauri wa watu fulani. Lakini kwa leo nitakusaidia ni watu gani ambao unatakiwa kupokea ushauri kwao kila wakati unapokuwa umekwama, kila wakati unapokuwa umefika sehemu moja au unataka kwenda sehemu nyingine, kwa sababu Biblia haijakataza kushauriana. Biblia inasema, hata kusoma kwenye Zaburi 32 mstari wa 8, anasema nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea na macho yangu yatakutazamia. Kwa lugha rahisi, anaposema nitakufundisha, mtu anayekufundisha ni mtu pia ambaye anayekushauri. Mungu mwenyewe anasema nitakushauri mimi mwenyewe, nitakufundisha mimi mwenyewe, nitakuelekeza mimi mwenyewe, nitakupeleka sehemu fulani mimi mwenyewe. Kwa hiyo wewe, mtu anayekushauri ana uwezo wa kuleta matokeo chanya, ana uwezo wa kuleta matokeo hasi kwenye maisha yako. Lakini kwa watu hawa ambao ninakushauri siku ya leo ufuate ushauri wao kwa namna moja ama nyingine, kwa 70% watu hawa huwa wanaleta matokeo chanya kwenye maisha yetu tunapofuata ushauri wa kwao. Mtu wa kwanza kabisa ambaye anapaswa kukupa ushauri wewe au unapaswa kuomba ushauri kwake ni Roho Mtakatifu. Huwa ninasemaga mtu kwa sababu Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kusoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 17. Ukija kwenye kitabu cha Yohana 16 mstari wa 13, Yesu anasema Roho Mtakatifu atawafundisha na kuwaelekeza katika kweli yote. Yale yote atakayoyasikia kwa Baba ndio atakayowaambia nani? Roho Mtakatifu. Kwa mtu wa kwanza ambaye unatakiwa kuomba ushauri kwake ni Roho Mtakatifu. In general nisema kwamba ni Mungu yeye mwenyewe au ni Yesu yeye mwenyewe ndio ambaye unapaswa kuomba ushauri kwake, kwa sababu tuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Unapaswa kuomba ushauri kwake kabla haujatoka nje. Wewe kama binti Mkristo, kabla haujaenda mahali popote, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Anasemaje Roho Mtakatifu? Anazungumzaje Roho Mtakatifu? Ulipolipeleka lile ombi lako, labda mimi nimefika kipindi ambacho sijui kama niache kazi au nisiache kazi, ukafunga, jibu utakalolipata ule ndio ushauri ambao umepewa. Jibu utakalolipata ile ndio njia ambayo unatakiwa kuendea. Kwa kabla haujaenda nje kumwambia mtu yote kitu chochote, jaribu kwanza hapa kwa Yesu. Jaribu kwanza hapa kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu anasema nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoendea na macho yangu atakutazamia. Toka umeanza kuomba ushauri kwa watu mbalimbali hujapata matokeo, basi jaribu njia hii. Anza kumuomba ushauri Roho Mtakatifu. Anza kumuomba ushauri Kristo Yesu. Anza kumuomba ushauri Mungu yeye mwenyewe, kwamba kuna hili ambalo liko mbele yangu, kuna hiki ambacho kiko mbele yangu, naomba unisaidie. Anasema nitakwenda mbele yako kupaondoa mahali palipopaluza. Anasema nitakwenda mbele yako kufanya nini? Kupaondoa mahali palipoparuza. Kwa yeye ni mtu ambaye anaona mbele. Kwa inawezekana jambo ambalo limekutokea wewe ana uhakika nalo, analijua vizuri sana. Kabla hujaenda kuomba ushauri kwa mtu mwingine, jaribu kwanza kuomba ushauri kwa Roho Mtakatifu. Jaribu kwanza kuomba ushauri kwa Mungu. Ndio maana tunaona hata kanisa la kwanza, kipindi ambacho wanasali, wanafunga na kuomba, Biblia inasema kwamba wakasema, Roho Mtakatifu akasema nitengeneni Barnaba na Paulo, kuna kazi ambayo nimewaandaa. Kwa hiyo walipokuwa wanaomba, wao walikuwa hawajui kitu chochote, lakini Roho Mtakatifu kaja kuwapa majibu, akaja kuwapa ushauri kwamba hawa watu sasa ndio wanaotakiwa kuondoka hapa na kwenda kufanya hiyo kazi. Na mimi na wewe leo nakukumbusha, kabla haujampigia simu mtu yoyote, haujaomba ushauri AI, haujaenda kuomba ushauri chat, nimesema chat kitu gani, haujaenda kuomba ushauri huko, jaribu kwenda kuomba ushauri kwa Mungu wako. Jaribu kwenda kuomba ushauri kwa Roho Mtakatifu wa Kristo Yesu. Jaribu kuomba ushauri hapo, kwa sababu ushauri wake ni 100% ushauri wenye manufaa, 100% ushauri mzuri ambao utakao kujenga na kukusaidia uvuke daraja moja kwenda daraja nyingine. Wengi tulimvuka Roho Mtakatifu tukaenda kuomba ushauri kwa watu wengine, tukajikuta tumeacha kazi,
kazi, tumeacha ndoa, tumeacha familia, tumeacha vitu vyetu vya msingi, tumeacha biashara, tumeacha mambo mbalimbali. Nataka nikwambie kitu kimoja. Sasa hivi jaribu, kabla jambo lolote hujaenda kumwomba ushauri mtu yeyote, hebu jaribu kwanza kumwomba Roho Mtakatifu. Hebu jaribu kwanza kumwomba Mungu. Hebu jaribu kwanza kumuuliza Mungu kwanza akupe ushauri kwenye hicho unachokiendea, ni nini jibu la mwisho ambalo unatakiwa kufanya, kwa sababu kwa kufanya hivyo utaepuka mambo mengi mabaya kwenye maisha yako. Lakini mtu wa pili anayetakiwa kukushauri baada ya kutoka kwa Roho Mtakatifu, anayetakiwa kukupa wewe ushauri, maana si umekwama au umefika sehemu ambayo huwezi, anayetakiwa kukupa ushauri wewe ni wewe mwenyewe. Najua watu mtakuwa mmeshtuka, ni wewe mwenyewe, unanielewa? Wewe mwenyewe. Kwa nini nasema wewe mwenyewe? Kuna muda ambao unaweza, nimekwama, siwezi kujishauri. Mimi huwa ninawaambia watu, toka nimeanza kufanyia counseling watu, nimekuja kugundua majibu ya maswali mengi tunayo sisi wenyewe. Get this from me. Biblia inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Unaelewa mstari huo unavyosema, kusoma katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 37. Inachomaanisha ni kwamba wewe una uwezo wa kujipenda. Wewe una uwezo wa kujitendea vyema ndio watendee wengine. Kwa lugha rahisi, hata wewe mwenyewe unaweza kujishauri. Najua kuna mtu anasema, mtu niishi jamani, naongelea kitu cha ukweli. Wewe una uwezo wa kujishauri. Maswali yote unaojiuliza majibu unayo, ila tu unataka muhuri kutoka kwa basi. Yani wewe unataka tu muhuri. Yani ya maswali yote ulionayo majibu unayo. Kabla hujamuomba mtu yote ushauri, jiulize wewe mwenyewe, ningekuwa mimi ningejishauri nini? Ningekuwa mimi kwa sababu majibu unayo. Mimi huwa naambiaga watu, unakuta mtu anajua kabisa haya mahusiano ni mabaya, hii biashara hainipi faida, hii kazi sicho kitu nilichoitiwa, anajua kabisa, ila anatafuta tu, yani anatafuta mtu mmoja ampush amwambie sio, lakini kiuhalisia wewe mwenyewe unajua. Mtu wa pili ambaye unatakiwa kumuomba ushauri ni wewe mwenyewe na nafsi yako. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unachokiona nafsini mwako ndicho hicho. Yani kuna muda ambao unajua kabisa hii kazi hainipi manufaa. Wewe mwenyewe unajua, unafahamu, unatambua, lakini umeamua kuendelea kushikilia. Kwa nini? Kwa sababu hujiamini wewe mwenyewe, lakini wewe unaweza kujishauri. Wewe unaweza kujiambia ukweli vile vile. Kwa hiyo mtu wa pili ambaye unatakiwa kuomba ushauri kwake baada ya kumwomba Roho Mtakatifu ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe na dhamiri yako na nafsi yako na akili yako na kile ambacho kiko ndani yako, unaweza kujiomba ushauri wewe mwenyewe na ukasimama kutoka pale ulipokuwepo, ukaendelea kutoka pale ulipokuwepo. Ndio maana tunapofanya maamuzi unasema sitorudi tena huko, sitokaa tena na huyu mtu tena. Ni wewe mwenyewe umeamua, ni wewe mwenyewe umetaka kujishauri. Kwa wewe mwenyewe pia kuna ushauri ambao unaweza ukajibu wewe mwenyewe. Niamini mimi, Mungu ametuumba sisi. Mimi nasemaga sisi ni multipurpose. Kuna namna ambayo Mungu ametupa kwa hali ya kawaida, ni kwamba hakuna mtu ambaye anaweza katujua sisi sipokuwa sisi wenyewe. Ndio maana watu wengi wanang'ania kauli, hakuna mtu anayenijua mimi sipokuwa mimi. Ni kweli, kwa sababu kuna tuzambi fulani ambazo unatufisha. Kuna mambo ya siri ambayo unayo ambayo huwezi kumwambia mtu mwingine. Kwa mtu wa pili ambaye unatakiwa kumuomba ushauri ni wewe mwenyewe. Lakini mtu wa tatu ambaye unatakiwa kumuomba ushauri wewe kama binti ambaye unamjua Mungu na kufahamu Mungu, wazazi wako wewe mwenyewe. Kwa sababu kwa 70%, nisijasema 100, nimesema 70, wazazi wetu wanatuwazia mema, wanatuwazia mazuri. Hakuna mzazi anayetaka kuona mtoto wake anaangamia. Hakuna mzazi anayetaka kuona mtoto wake anapotea. Unaona? Hakuna huyo mzazi hata mmoja. Yusufu alipomwambia baba yake, alipomwambia ndugu zake kwamba watamuinamia, watu wote walimdoubt, hata baba yake alimdoubt. Lakini baba yake alipoona mtoto wake ameliwa, alihuzunika. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anampenda sana. Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuongezeka. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6, inasema hiyo ndio amri ya kwanza na yenye ahadi. Popote unapotaka kufanya maamuzi kwenye maisha yako, chochote umekwama, kuna jambo linakusumbua au kuna kitu kinakusumbua kwenye maisha yako, usisite kuambia wazazi wako. Usisite kuambia wazazi wa kwako. Sio, unanisikiza vizuri? Usisite kuambia wazazi wako. Yaani kabla haujaenda kumwambia mtu mwingine nje, au hujamwambia mtu mwingine ambaye hakufahamu nje, waambie wazazi wako. Naonaga kuna watu wengi ambao wanasema usimwambie mzazi wako kule nyumbani, utamuumiza. Hivi ni bora mzazi wako akasikia kutoka kwa mtu mwingine au ni bora mzazi wako ukamwambia we mwenyewe? Kwa sababu mimi nina imani kabisa pale ambapo tunapokuwa tumekwama, tukamwambia mzazi wangu kwamba kuna hiki na hiki inanisumbua, ana uwezo wa kupiga magoti na kumuomba Mungu. Ana uwezo wa kumwambia Mungu kwamba naomba binti yangu msaidie, naomba binti yangu muangalie. Kwa sababu kuna watu ambao tunakimbilia kwenda kuomba ushauri, wanafurahia matatizo yetu tuliokuwa nayo. Biblia inasema hivi, kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Unapokuwa umekwama kwenye masomo, unapokuwa umekwama kwenye kazi, kwenye jambo lolote, ni vizuri kwenda kuwaambia wazazi wako.
Though si wazazi wote wanaosikiliza, lakini kuna wale ambao Mungu ametupa hiyo bahati kwamba tunawawa watu ambao wanaotusikiliza. Kama umebahatika katika kuwa 70% ile, mtu wa tatu ambao unataka kwenda kumwomba ushauri ni mzazi wako. Mwambie, baba, ndoa inanisumbua, mama, ndoa inanisumbua, kuna mahali nimefika, kuna sehemu nimefika, kuna hapa nimefika, nilikuwa naomba ushauri, nilikuwa naomba unisaidie. Anaweza kukushauri na anaweza kukusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini mtu wa 4 ambaye unapaswa kwenda kumwomba ushauri pale ambapo unapokuwa umekwama, mzazi wako anayekulea katika imani. Si umenisikiza? Mnasema baba wa kiroho, maana hata sema baba wa kiroho. Yes, anayekulea katika imani, unaelewa? Anayekulea kiroho, mchungaji wako, mwalimu wako, mtumishi wako, huyo ni mtu ambaye pia unapaswa kwenda kumwomba ushauri, kwa sababu Mungu amemweka hapo kwa sababu kwenye maisha yako. Hata Paulo anamwambia Timotheo kwamba, unaona anavyomshauri Timotheo, ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12, anasema mtu awaye yoyote asiudharau ujana wako, bali ufanyike kielelezo katika mwenendo, katika usemi. Na anasema hivi, usimruhusu mtu yote akafanya nini? Akakudharau. Si ndio anamwambia, anamshauri. Ule ni ushauri ndio kwa nampa mtoto wake katika imani. Kwa mtu yoyote ambaye unakuwa umekwama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mtu ambaye Kwa hiyo kupitia hicho na sisi tunajifunza kwamba unapokuwa umekwama, unapokuwa vitu haviendi sawa, mambo yako hayaendi sawa katika maisha yako, sio mbaya kumpigia mtumishi wako, sio mbaya kumwambia mchungaji wako, sio mbaya kumwambia mama mchungaji wako, sio mbaya. Unaelewa? Watu wengi tunaogopaga kwamba nikishamwambia ataenda atanitangaza kwa watu, nikishamwambia ataenda atawaambia watu. Haijalishi. Mimi huwa ninawaambia watu, as long as ulinipa jibu pale nilipokuwa nimekwama, wewe kawaambie tu watu. Inawezekana unaenda unasambaza ushuhuda, nenda tu kawaambie watu. Kwa hiyo nataka tu kusema ni kwamba isiwe uoga, usioneshe uoga. Unaelewa? Mzazi wako wa imani amewekwa hapo kwa sababu ya sababu. Nenda mfuate, mwambie, mama, nilikuwa naomba ushauri, nilikuwa naomba unisaidie, kuna mahali ambapo nimekwama, kuna mahali ambapo nimefika, sijui natokaje, pengine ndoa yangu imekuwa hivi, familia yangu imekuwa hivi. Nimekwambia hivi, Paulo alimshauri hata Timotheo. Sio tu Timotheo, hata Tito alimwambia. Ukisoma kwenye kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 15, anamwambia wewe ufanyike kielezo, usiruhusu mtu yote akudharau. Unaelewa? Anampa ushauri kwamba usiwe mnyonge. Kwa hiyo wazazi wetu wanaotulea katika imani wanao nafasi ya kutushauri, wanao nafasi ya kututoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa kila wakati unapokwama, pokea ushauri kwa watu kama hao, kwa sababu Biblia inasema enenda na wenye hekima nao utakuwa mwenye hekima, bali rafiki wa pumbavu utaumia. Mithali 13 mstari wa 20. Kwa hiyo kila wakati unapokuwa unakwama, unapokuwa unashindwa, mtu ambaye unataka kwenda kumwomba ushauri ni mzazi wako katika imani. Ana uwezo wa kukushauri, ana uwezo wa kukusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini mtu mwingine ambaye unapaswa kwenda kumwomba ushauri, wewe kama binti, ni yule rafiki anayekuwazia mema. Biblia inasema yuko yule rafiki ambaye anafanyika kama ndugu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali 18 mstari wa 24, tunaona mfano kwenye Biblia wa Yonathani na Daudi, jinsi walivyopendana. Daudi alipohisi kama Sauli anataka kumuua, alienda alimuomba ushauri Yonathani. Yonathani akasema nitalifuatilia hili jambo, nitakuja kukoma. Yonathani alipojihakikisha alimwambia Daudi, kimbia. Kwa mtu ambaye unapaswa kana kumwomba ushauri ni yule rafiki yako ambaye unajua kabisa anakuwazia mema. Hapa kuna watu ambao mna marafiki ambao unajua kabisa ukienda tu kumwambia mimi mume wangu anasema, yani jamani, wanaume ndio walivyo, wanaume sio, unaelewa? Au labda mimi jamani, watoto wangu darasani hawaelewi. Wewe mwenyewe ulikuwa uelewi. Unaona? Ni rafiki ambaye hajai kukuwazia mazuri. Ni rafiki ambaye anawaza ya jana tu, sio mambo ya leo. Kwa kila wakati unapokuwa umekwama, unapokuwa umeshindwa, tafuta rafiki yako yule ambaye amefanyika kama ndugu kwenye maisha yako. Huyo anaweza kukushauri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sijasema kila mtu. Unataka nikukumbusha story moja kwenye Biblia. Kuna mtoto wa Suleiman alikuwa anaitwa Rehoboam. Alikuwa na marafiki wapuuzi. Unanielewa? Wapuuzi kabisa. Mimi nasema wapuuzi hivyo hivyo, wapuuzi kabisa, wapumbavu, kwa sababu walimpa ushauri wa kipumbavu. Wana wa Israeli walipomfuata kumwambia, tunaomba utuondolee hili kongwa ambalo ametengeneza baba yako, akawafuata wazee. Hiyo ni pointi ya mwisho. Akawafuata wazee.
Alipowafuata wazee, wazee wakamshauri ushauri mzima. Rafiki zake wakamwambia nini? Wewe kawaambia kama mama yangu aliwapa Kongo, mimi nitawalisha, nitawafanya kwa nje, unaelewa? Hivyo. Kwa hiyo marafiki wapumbavu wanaweza kukupoteza. Marafiki wajinga wanaweza wakakufanya ukapoteza kitu chako. Kwa hiyo kuwa makini, kuwa na yule rafiki mmoja ambaye unajua dhahiri kabisa, huyu ni rafiki mzuri kwenye maisha yangu, huyu ni rafiki mwema kwenye maisha yangu, ananiwazia mazuri, ananiwazia mema. Huyo ndio mtu ambaye unatakiwa uchukue ushauri wake. Huyo ndio mtu ambaye unatakiwa uchukue kile anachokuambia. Huyo ndio mtu ambaye unatakiwa uchukue kile anachokuelekezea. Sio, unanielewa? Huyo ndio mtu ambaye unatafanya nini? Unatakiwa uchukue kile anachofanya nini? Anachokuelekeza. Sio kila rafiki ukimfuata unamwambia rafiki yangu nini, na kuna muda ambao mimi sasa sielewi. Maisha ni magumu. Maisha lazima yawe magumu, unalala tu. Yaani unajua ile, sio kwamba rafiki yangu kweli maisha ni magumu kabisa, lakini unaonaje tukafanya hii biashara? Unaonaje tukafanya hiki kitu? Unaonaje tukafanya hili jambo? Huyo ni mtu ambaye anaweza kusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kuwa makini na watu wanaokushauri. Lakini mtu mwingine ambaye unaweza kuchukua ushauri kwake wewe kama binti, wazee wanaokulea mtaani, watu wanaokulea mtaani kwako, wale wenye hekima, wale wazee wenye hekima, wale wazee wenye hekima, unaelewa? Yes, unaweza ukachukua ushauri kwako. Biblia inasema mtu hakuna amekuwa hawezi, na awaite wazee pamoja. Wale wazee ambao wanakuzunguka, unaweza kuta kuna mama mtaani ambaye mnaheshimiana, kuna baba mtaani ambaye mnaheshimiana, kuna kaka mtaani ambaye mnaheshimiana vizuri. Huyo ni mtu ambaye unaweza kuchukua ushauri kwake, ikiwa ana hekima. Sio, unaelewa? Ikiwa ana hekima, huyo ni mtu ambaye unaweza ukachukua ushauri kwake. Kwa hiyo anaweza kukushauri mazuri, anaweza kukwambia mazuri, kwa sababu mimi binafsi nimezaliwa kwenye familia ambayo ina mshauri mzuri sana. Mabinti wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja kufuata ushauri, vijana wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja kufuata ushauri. Kwa nini? Sio kama amewazaa au sio kama ni mzazi wao wa kiimani, ila ni mtu tu ambaye Mungu amempa hekima, kwa sababu katika karama za Roho Mtakatifu, kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 12 kwanza ule mstari wa 7 na kuendelea, tunaambia kwamba Roho Mtakatifu anagawa kama anavyovitaka, karama kama anavyotaka. Kuna mwingine ana neno la maarifa, mwingine ana neno la hekima. Kuna watu ambao wamejaliwa tu kuwa na maneno ya hekima. Mtu kama huyo usisite kwenda kumwomba ushauri. Usife na jambo lako rohoni, usikae nalo kwa muda mrefu. Unaweza kumfuata, mama, naomba unishauri. Mama, nimekwama. Mama, sijui natokaje. Mama, sijui nafanyaje. Sijui naendaje. Sijui nakuaje. Anaweza kukushauri kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kabisa kabisa. Anaweza kukutoa sehemu moja kwenda nini? Kwenda sehemu nyingine. Biblia inatuambia kwa habari ya Elizabeth, kwa mtu ambaye umesoma kitabu cha Luka. Elizabeth alipojifungua, Biblia inasema watu walikuja walifurahi pamoja naye. Kwa nini? Kwa sababu Elizabeth alikuwa anafurahi na wengine. Alikuwa ni mshauri mzuri hata kwa mabinti wengine. Nafikiri Elizabeth alikuwa kama mama wa saizi ambao unajua mabinti wengi hatupendi kuambiwa hii kauli, ila ni ukweli. Kuna mama sasa hivi ambaye akifuata anakwambia binti yangu, mbona labda kuna hiki na hiki akiendi vizuri kwenye familia. Nimeona hichi kitu. Tunaona ananifuatilia, sio anafanya, lakini hao ni mama wazuri ambao anakwambia binti yangu, una namna ambayo nimeona una behave sio vizuri. Na kuna wale ambao kwa bahati mbaya pengine wazazi walitangulia mbele za haki. Wewe unakuta wewe mama anafuta, mwanangu kuna hiki na hiki naona sio kizuri. Kwa nini tusifanye hivi na hivi na hivi? Lakini mabinti wa sasa hivi hatupendi kusikia. Ananifuatia maisha yangu, ananikaba shingoni, ananikaba sijikone. Kitu ambacho si sawa. Biblia inasema kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Pale anapokuwa anakushauri kila siku anakusaidia. Kwa unapokuwa umekwama, usisite kwenda kumwomba ushauri huyo mama. Usisite kwenda kumwomba ushauri huyo baba. Usisite kwenda kumwomba ushauri huyo kaka. Usisite kwenda kumwomba ushauri huyo mtu ambaye uko nao. Lakini pia nilisahau hiki kitu, nakuja kumalizia mwishoni. Kwa ambao mmeolewa, maana hapa nazungumza na mabinti wote. Kwa ambao mmeolewa, mtu anayeweza pia kukushauri ni mume wako. Biblia inasema ni heri kuwa wawili kuliko kuwa mmoja. Wewe ambaye umeolewa, kabla haujaenda kuomba ushauri hata kwa wazazi wako, hii point nilikuwa nimeiluka ili nimalizie mwishoni. Mume wako ni mshauri mzuri, especially kwenye mambo yako binafsi. Lakini kama ni mambo ya ndoa yenu nyinyi wenyewe, hiki kitu nimejifunza hata kama sijaingia kwenye ndoa. Hauwezi kwenda kumwomba ushauri mtu anayekucheat. Si unanielewa? Yaani mume wako ndo anakucheat afu mwambie eti nifanyaje ili usinicheat. Haiwezekani. Lakini unaweza kumwomba ushauri kwenye mambo yako binafsi. Mume wangu biashara yangu imekwama, mume wangu kuna hiki kimefanya hivi, mume wangu kuna namna ambayo najisikia, kuna namna ambayo sijioni nzuri tena, kuna watu ambao wamebahatika. Ndoa nzuri zipo. Japokuwa shetani amekuwa akihubiri kwa habari ya ndoa mbaya, ndoa nzuri zipo na ndoa njema zipo kabisa. Ila wenye nazo wameamua kukaa kimya kwa sababu hawataki kumpa ibilisi nafasi. Ibilisi amekuwa akitoa mambo mabaya, akisema vitu vibaya. Kwa hiyo mume wako unaweza kumfuata na kumwomba ushauri. Mama, ninaomba ushauri, na anaweza kukushauri
akakushauri vizuri, mkatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kwa siku ya leo naomba niseme tutaishia hapa. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze na kukuhifadhi. Ninakuombea Mungu akuinulie washauri wazuri, kwa sababu lazima kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Kama una jambo au una kitu ambacho kimekaa ndani ya moyo wako, kimekaa ndani ya nafsi yako, ndani ya maisha yako, ambacho kwa namna moja ama nyingine kimekuwa kikikutatiza, unatamani kupata ushauri, unatamani kupata kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ninakuombea Mungu akuinulie washauri wazuri. Nakuombea Mungu akuinulie watu watakao kushauri wazuri. Kama sio wazazi wako, basi wazazi wako wa kiimani wakushauri vizuri. Kama sio wazazi wako wa kiimani, basi wewe mwenyewe Mungu akupe ushauri mzuri ndani ya moyo wako. Roho Mtakatifu, wazee wa mtaani, kila mtu. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, Mungu akutunze na kukuhifadhi. Usisahau kusubscribe, like, comment and share. Bye, see you next time.